tunapenda kukushukuru sana kwa kukubali mwaliko wa kuwa mgeni rasmi katika kongamano hili la 6 la kimataifa la kitaaluma lililoratibiwa na Chuo cha Elimu ya Biashara CBE. Natambua ndugu Katibu Mkuu, unayo majukumu mengi ya kitaifa na kimataifa, lakini umeona umuhimu wa kushiriki nasi leo. Hii ni ishara ya kujitoa kwa dhati kwa maendeleo ya taifa na taaluma. Na uwepo wako leo ni ishara ya kuthamini jukumu kubwa linalotekelezwa na taasisi zetu za elimu katika kuimarisha uchumi wa taifa kupitia taaluma, tafiti na ubunifu. Kama methali ya Kiswahili inavyosema, asiyethamini elimu hujinyima nuru ya maendeleo, na wewe mgeni rasmi umeithamini. Lakini pia ndugu mgeni rasmi, ukiwa ni mwanataaluma mwenzetu tena mbobevu, umetambua kuwa mti wa elimu hauoti porini, hustawi pale unapopandwa na kulelewa. Na hivyo kwa kuwa wewe umetokea katika mti huu, umeendelea kuuthamini, na tunakushukuru sana Profesa. Mheshimiwa mgeni rasmi, mkutano huu kama tunavyoona umebeba dhima nzito na yenye maono kama inavyosema kuimarisha ustahimilivu wa uchumi na biashara kwa maendeleo jumuishi. Kauli hii inaakisi maono ya Mheshimiwa Rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan ya kujenga uchumi unaomgusa kila Mtanzania, uchumi wa watu na kwa ajili ya watu. Na kauli hii tunakumbuka alitoa wakati wa uzinduzi wa Dira ya Taifa tarehe 17 Julai 2025 pale katika ukumbi wa mikutano wa Jakaya Kikwete Dodoma, pale aliposema kwa lugha ya Kiingereza kwamba our top priority is to safeguard and utilize our domestic resources to build a resilient economy and improve the well-being of our people. Mheshimiwa mgeni rasmi, utaona kwamba kauli mbiu hii ya mkutano huu inaendana na inaakisi kabisa ule mtazamo wa Mheshimiwa Rais na serikali hii ya awamu ya 6. Na kama walivyosema Mheshimiwa mgeni rasmi viongozi wa chuo, kuwa huu ni muendelezo tu wa mikutano mfululizo tangu kuanzishwa kwa CBE, ukiwa jukwaa la kuunganisha fikra, ubunifu na utafiti kwa ajili ya sera bora. Na ndio maana tunaambiwa kwamba fahari ya mti ni matawi yake. Leo tunaona kwamba CBE imeendelea kuwa ni mti unaochanua matawi ya taaluma yenye matunda ya maendeleo kwa taifa letu. Hivyo ni imani yangu kwamba matokeo ya tafiti zitakazowasilishwa katika mkutano huu yatatoa mchango mkubwa katika kusukuma ukuaji wa biashara, uwekezaji na uchumi wa nchi yetu. Na kwa namna ya kipekee napenda kupongeza sana uongozi wa CBE kwa kuandaa jukwaa lenye kuwaleta pamoja watafiti, wahadhiri, wanafunzi na wadau kutoka ndani na nje ya nchi yetu ya Tanzania. Na pongezi mahususi ziende kwa bodi ya usimamizi kwa kuthibitisha kwamba ndoto za Mheshimiwa Rais zinapewa uhalisia kupitia elimu yenye tija, tafiti zenye matokeo na ushauri wa kitaaluma unaogusa wananchi moja kwa moja. Mheshimiwa mgeni rasmi, ni kuahidi kwamba sisi Wizara ya Viwanda na Biashara itaendelea kuthamini na kutumia matokeo ya tafiti kama hizi katika kuboresha sera na mipango ya maendeleo ya uchumi wa viwanda. Na tunatambua kuwa taifa lisilosoma ni taifa lisiloendelea. Na ndio maana tunauona mchango wa taasisi kama CBE kuwa na umuhimu sana katika kujenga uchumi wa maarifa. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunafahamu sote kwamba CBE ni chuo kikongwe chenye historia ya kutoa wataalamu wenye uweledi katika sekta za umma na binafsi na katika nyanja za biashara, uhasibu, uchumi na teknolojia ya biashara. Kwa miaka 60 mtawalia sasa, CBE imeendelea kuwa nguzo thabiti katika kuunga mkono ajenda ya taifa ya kujenga uchumi shindani unaotegemea elimu na maarifa. Na sisi kwa kutambua kwamba usione vyaelea vimeundwa, tutaendelea kuilea vizuri CBE ili ukongwe wa CBE uendelee kuwa matokeo yale ya juhudi za vizazi vya wataalamu waliowekeza maarifa na uzalendo kwa taifa hili. Mheshimiwa mgeni rasmi, kupitia wataalamu wake CBE imekuwa ikifanya tafiti muhimu na kuchapisha matokeo yake katika nyanja za biashara kama nilivyosema, mpaka tehama, ualimu na biashara. Na tafiti hizi zimekuwa nguzo katika kutatua changamoto za kiuchumi na kijamii na ni msaada mkubwa kwa serikali na wadau wa maendeleo. Na tutaendelea kushirikiana nao katika kuimarisha ujuzi wa wataalamu wetu, kuongeza ubunifu katika sekta ya binafsi na kuendeleza miundombinu ya taaluma na ubunifu unaotegemea teknolojia. Kama methali inavyosema, elimu ni taarifa na maarifa ni silaha. Kwa hiyo tutajitahidi kuhakikisha kwamba maarifa hayo ambayo ni silaha muhimu inaendelea kutolewa na chuo chetu hiki. Na tafiti hizi za CBE zinaipa serikali silaha muhimu katika kupambana na changamoto za kiuchumi. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya kusema maneno hayo ya utangulizi, leo ni siku yako wewe kama mgeni rasmi, na mimi kazi yangu hapa ilikuwa ni kwa ajili tu ya kuhakikisha kwamba na kuandalia mapito mazuri, na wenzetu hao wanatambua kwamba leo watakapokuwa wamemaliza mgeni rasmi, basi
wataandaa yale machapisho jinsi yalivyokuwepo, watatoa kitabu maalum, na sisi watakapotuletea pale wizarani tutakisambaza kuhakikisha kwamba kinaenda katika taasisi nyingine na wizara mbalimbali za serikali, ili yale ambayo watafiti hawa ambao wametoa muda wao na kuweza kuyafanyia utafiti basi yanaweza kusambazwa na tuyaweke kwenye sera, kwa sababu tukiwa na sera ambazo haziendani na mambo ya utafiti kama uliofanyika hatuwezi kwenda mbali. Mwisho kabisa, sio kwa muhimu, na mimi nipite katika njia ile ambayo wenzangu wamepita, kwanza kuwapongeza viongozi wetu wakuu kwa maana ya Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa Makamu wa Rais kwa kuweza kuchaguliwa kwa kishindo, na tuweze kuwapa ule ushirikiano unaotosha na kutekeleza kama ambavyo wao wamechaguliwa. Lakini pili, nirejee mwisho kwa kumpongeza sana kaka yangu Balozi Makocha kwa kuweza kueleza yale mambo muhimu sana pale. Kwa mambo ambayo yametokea hivi karibuni na ambayo yanatokea katika nchi zetu za jirani, ni mambo muhimu sana. Nitoe rai, kwa sababu nimeona pale alikuwa amewasilisha, basi waratibu waweze pia kushare, kutoa kwa wale waliohudhuria, na andiko lile muhimu kabisa wasilisho wengi waweze kulisoma na tuweze kupata manufaa zaidi.